Naam, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida Online TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe video hii ili uwe wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo tarehe 6 ya mwezi wa pili 2026 tupo katika kumuendelezo wa masomo yetu ya kuita viumbe. Sasa leo tuangalie sifa ya kiumbe wetu ambaye anaitwa Haden. Kiumbe huyu Haden ana sifa nyingi, lakini ni kiumbe mkubwa sana. Na ikumbuke kwamba leo ndio siku ya mwisho ya ofa. Kwa hiyo kuanzia kesho ofa itakuwa imefungwa na gharama zitarudi pale pale. Sawa? Kwa hiyo kikawaida sio lazima wote mpate. Kwa hiyo waliobahatika ndio wamebahatika na watapokea mizigo yao hivi karibuni. Waliobakia, na istoshe tu kwamba na nyinyi ambao msiopata bahati hiyo, basi Mungu hakupanga. Kwa hiyo ofa yetu inasema kwamba gharama ya shilingi 200,000 utapata ofa ya kiumbe yoyote unayemhitaji. Utalipa pesa hii, utafanya haya malipo, utascreenshot muamala au jina la wakala uliyetuma pesa kwa namba hizi zangu, na baada ya hapo utachagua kiumbe unayemtaka, utasubiria oda yako ya kiumbe kikamilika, basi utapatiwa na nyingine utalipa baadaye baada ya kufanikiwa. Kwa hiyo ndio hivyo mwanafunzi wangu. Sasa Haden ni kiumbe ambaye kwanza ni kiumbe wa haki. Anampenda mtu wa haki, maana na yeye ni mgawaji wa haki. Atakupatia faida za haki, na ndio maana watu waendesha mashtaka, mawakili, majaji na kadhalika wanawatumia, hususan hata watu wa dini wanatumia. Lakini usimamizi fulani, yani unaweza ukagaiwa madaraka au uendeshaji wa kitu fulani, mradi pamoja na kitu chochote, basi kiende kama kilivyopangwa, kisitokee misunderstanding yoyote. Huyu Haden ndio kazi zake. Lakini kwenye swala la uongozi, yani yeye atasimama na wewe kwenye uongozi wako. Una madaraka ya chini, una uongozi wa chini, atahakikisha mpaka unakuwa na madaraka ya juu zaidi, yani kwenye kupanda cheo na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo huyu Haden ni anasimama na kubezi sana kwenye masuala ya taasisi fulani. Lakini pia kiumbe huyu ni kwenye masuala ya kuhamahama, kumove from one place to another. Kwa hiyo kiumbe huyu ana uwezo wa kukuhamisha kimajukumu toka kwenye position hii, kutoka position A kwenda position B, C na kadhalika. Yani yeye ndio mwenye mamlaka. Kwa hiyo zikitoka nafasi utakuwa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Yani lazima utapata kipaumbele. Umeelewa Haden? Lakini pia ndo kama hivyo kwenye swala la kupanda cheo. Umeelewa? Na faida nyingine, ukiwa umemiliki kiumbe, kwanza kuhusu kinga ni jukumu lake, na kukupa njozi, yani taarifa za past, present and future ni jukumu lake. Lakini pia ulinzi wa hali ya juu, kuto kuingiliwa na majambazi, wezi, uchawi, majini, mashetani na kadhalika. Yani hilo jukumu utasahau kwako. Yani neno kulogwa, kufanyiwa hujuma yoyote, njama yoyote kwako hakuna. Sharti lake kubwa, uwe unapenda kulea watoto yatima. Hilo ndio sharti lake. Yani uwe unahudhuria kwa watoto yatima, haijalishi taifa, haijalishi udini. Uwe unapenda kutoa sadaka kwa watoto yatima, kuchinja, kupeleka mavazi, vyakula, nguo, zawadi mbalimbali, fedha na kadhalika. Yani hivyo. Na inapendeza ufike mbali zaidi, kama una kipato kikubwa, basi uweze kuwa na kituo cha watoto yatima. Yani inapendeza sana, utamfurahisha sana. Hiyo ndio kafara yake na ndio sadaka yake. Anapenda watoto yatima, hana sadaka nyingine. Na hawa viumbe chakula chao ni udi au ubani. Udi wowote, iza wa kijiti au wa kuchoma, ubani wowote ule mzuri wenye kunukia.
anampenda mtu smart, aidha wa kike au wa kiume. Anampenda mtu ambaye mwenye kujitambua, mwenye familia, mwenye yani hivyo, yani anayetambua maisha nini. Anampenda mtu mwenye huruma. Yani kiumbe hadi ni kiumbe mmoja mzuri sana. Gharama zake kwa haki ni milioni 10, zinaanzia hapo na kuendelea. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, niseme tu kwamba kuanzia kesho, Mungu akijalia, gharama zake zitarudi pale pale. Kwa hiyo ukija hivyo utapata kwenye bei ya ofa, lakini kuanzia leo hapa ina maana tutawamalizia viumbe wetu waliobakia kwenye listi, na baada ya hapo tutaingia katika episode 2, namna ya kuwaita na kuwavuta. Kwa hiyo utatuliza sikio. Tukimaliza viumbe wetu hawa kuwasoma, wengi wapo, lakini tumependekeza tuanze na viumbe kama 500 hivi, ambapo tukitoa season ya kwanza tumewamaliza, basi season ya pili inafuata. Kila mmoja sasa anayetaka kukaa riadha sadaka lawe apate. Kwa hiyo yeye ataangalia kiumbe gani ninayemtaka. Kitu kingine cha kukushauri, hakikisha unachagua kiumbe sahihi. Inawezekana ukapata viumbe 2 watatu. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kuchagua kiumbe wako mmoja mzuri, the best. Unagonganisha, unapiga na anado, basi yule mzuri masharti yake unayaweza. Usiingie kwa kiumbe kwa tamaa ya pesa, itakuja kukukosti baadaye. Maana adhabu zao ni 2 kati ya moja lazima uzipate: kufa kwa ajali mbaya au kupata kichaa kisichopona daima. Umenielewa? Kwa hiyo kitu hivi unaweza ukapata kimoja au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, niseme tu kwamba nikutakie kila la heri. Leo ni Friday na ndo siku ya mwisho ya ofa. Jitahidi kwa wewe usipata kutuma pesa kwa namba hizi ili kukaa kitaalamu, lakini pia kwa wewe ambaye unajipanga, ofa inaisha leo. Asante.